anayetaka anyoshewe, afunguliwe riziki zake. Kinachowasumbua watu ni riziki, na nikwambieni Waislamu, tuna wasiwasi. Mtu akiwa na maisha ya dhiki, maisha tambanka, akiwa na ufukara na umaskini, tunaogopa anaweza akaenda motoni kwa sababu ya ufukara. Si serikali peke yake kupiga vita ukimwi na janga la umaskini, Uislamu ndio wa mwanzo kukemea ufukara. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba mno, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajiz wal kasal, mwisho wa a'udhu bika minal faqr wal kufr, na kuomba unikinge na ufukara na ukafiri. Angalia hata maneno yanafanana, faqr, kufr. Alhamdulillahi alladhi sharrafa lana bi sahibihi al-maqam al-a'la. Maudhui ya khutba ya leo tutaishi na aya moja iliyokuwepo katika suratu Baqara. Ni aya ambayo mujazul mabna walakinaha adhiman maana. Ni fupi ile passage ukiisoma, lakini ni baharul la sahila la, ni bahari isiyokuwa na mwisho. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa idha akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kumbukeni tulipowapa amri bani Israili, tukawaambia la taabuduna illa Allah, asiabudiwe yeyote isipokuwa Allah, wa bil walidaini ihsan. Baada ya tauhidi, namba 2 ni kuwafanyia wazee wawili ihsan. Mwenyezi Mungu hakuamrisha taa peke yake, ameamrisha ihsan. Mzazi akikuomba kitu ukamtekelezea saa hiyo, hii inaitwa taa. Na watu wengi maisha yao yamefunguka mno kwa kuwatii wazazi wawili, lakini Mwenyezi Mungu alihitaji zaidi ya taa, ihsan, yani kuwafanyia kitu bila ya kuomba. Ikiwa wewe unamfanyia mzazi wako kitu bila ya kuomba, wewe unafanya ihsan. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu anataka uadilifu na anataka ihsani juu ya kila kitu. Na kwa nini wazee wawili wasifanyiwe ihsani? Na wakati wao ni sehemu ya nafahati, wanaofa ya riziki zetu sisi. Ukiwa na wazazi wawili, watumie vizuri Sheikh, kwa sababu kuna milango miwili ya ziada ya riziki, na kifa mzazi mmoja unatangaziwa. Jishike vizuri, kwa sababu mmoja ya milango yako ya riziki mmoja umefunga. Angalia watu waliopoteza wazazi wao walivyopauka katika maisha yao, wamekuwa na maisha ya dhiki. Kwa hiyo ukiwa na wazazi wawili, watumie wazazi wako, wafanyie ihsani. Kuna wengi wapo hawajai kuita baba wala hawajai kuita mama, wanahangaika tu, na wanawachuoni wasema tunamshangaa yule mtu ambaye maisha yake ya hovyo, alafu nyuma yake kuna wazazi wawili. Kila inapozungumziwa tauhid, kumwabudu Allah, sehemu ya pili wazazi. Ya reiti Mwenyezi Mungu angehitaji al-wuzara, wasaidizi, mawaziri ardhini, angewafanya wazazi wawili. Mpaka saa nyingine Mwenyezi Mungu akikuhimiza umshukuru, anataka umshukuru na mzazi wako. Anishkur li waliwalidaika wa ilayya al-masir, katika suratul Luqman. Anishkur li, nishukuru mimi mun'imil awwal, nilokuneemesha mwanzo kukuumba na kukuleta na hukuwa chochote. Waliwalidaika thumma mun'iman, na watu wawili wanaokufedha, baba na mama. Wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba,
alafu waliyatama walmasakin waqulu linnasi husna. Kuna mambo matano katika aya, na haya mambo matano nitashikilia moja tu basi khalas. Ulama utafsiri wanasema ukiona aya imetaja mambo mengi mengi, basi kile kilichotangulizwa mwanzo ni kizito mno, kisha cha pili kinakuja uzito, na cha tatu. Ina maana kuna A, B na C. Kuna nambari 1 hapa. Nambari 1 ni Mwenyezi Mungu kumwabudu. Nambari 2, second, ni wazazi wawili. Jambo la tatu, kabla ya kuwasaidia maskini. Jambo la tatu, kabla ya mayatima. Jambo la tatu, kabla ya ikhlaki njema. Wa dhil qurba, aqaribi, ndugu zangu. Al-ukhuwa fi nasab, na hili limetrendi sana ndani ya Qur'an. Sehemu ya tatu ambayo tutaishi nayo leo, Allah anasema ndugu, kizazi, kuunga koo. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea katika milango mingi kabisa. Akasema Mtume wa Allah, man arada an yabsuta rizqahu, anayetaka anyoshewe, afunguliwe riziki zake. Kinachowasumbua watu ni riziki, na nikwambieni Waislamu, tuna wasiwasi. Mtu akiwa na maisha ya dhiki, maisha tambanka, akiwa na ufukara na umaskini, tunaogopa anaweza akaenda motoni kwa sababu ya ufukara. Si serikali peke yake kupiga vita ukimwi na janga la umaskini, Uislamu ndo wa mwanzo kukemea ufukara. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba mno, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajiz wal kasal, mwisho wa a'udhu bika minal faqr wal kufr, na kuomba unikinge na ufukara na ukafiri. Angalia hata maneno yanafanana, faqr, kufr, kwa sababu innal faqra yahdi ila al-kufr. Ufukara unamwindiketi mtu, unamuongoza mtu mpaka akawa kafiri. Mtu anaweza akawa na maneno mazuri kwenye mimbar, khatibu fasila al-kalam fusha, lakini tapeli anakula mpaka hela za msikiti. Ufukara huo. Mwanamke anaweza akawa muhajjabati, mwema mzuri, alafu baadaye unamuona anaingia nyumba za starehe kutafuta luqmatul aish. Misikiti inashindwa kuisha katika ujenzi. Ufukara. Mpaka mwanachuoni mmoja asema, lau kana alfaqru shakhsan la aqtulanna, huu ufukara angekuwa mtu fulani, mimi ningemuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, cha kwanza alianza kuufukuza ufukara. Unajua kuna baadhi ya watu wanaona ufukara ni sehemu ya dini. Kasema nani? Waislamu. Hicho kitu hakipo. Alisema Mtume, tuko hapa Madina, yeye ana imani na yakini kuliko mimi na wewe. Hatuna mshule, hatuna mali, hatuna chochote. Kum ya Ali, kum ya Talha, kum ya Zubair ila ira Quraish yuridu an yudayyifa ira Quraishan iktisadiyan. Anapita wa mali, wametutia umaskini, zile mali zetu wametunyang'anya, kwa hiyo twendeni tukachukue zile mali. Vita vya Badri, lengo ilikuwa ni mali, si chengine chochote, ilikuwa ni mali. Lakini baadaye fajamaa Allahu bainahum wa baina aduwwihim bighairi mi'ad. Baada ya mali wakakutana na vita, lakini walipatikana mateka 70. Miongoni mwa wale mateka walikuwa hawaachiwi mpaka walipe, na wakilipa zile pesa zilikuwa zikiwekwa katika Baitul Mali Muslimin, katika benki ya Waislamu kusaidia. Ufukara ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo umaskini ni jambo baya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yabsuta rizqahu, anayetaka zile riziki zake zifunguke. Kwa sababu ukiwa na pesa, ukiwa na riziki, ndugu yangu Muislamu, akili yako inakuwa ina utulivu hata ukimwabudu Allah. Kwa sababu Uislamu yahitaji mali. Dini ya Allah hii inaweza ikaenda bila ya mali, lakini asikufiche mtu
Dini inahitaji mali, yani mali ni very important everywhere, kila sehemu dini inahitaji. Hizi nguzo tano zote za Kiislamu kila moja inahitaji mali. Angalia hii nguzo ya sala tu, hiyo kapeti unaweza ukaambia milioni 20 tumenunua. Kanzu ulovaa utakuta 200,000. Maana hata kama unasali peke yako huwezi kusali uchi, pesa iko pale pale. Kwa hiyo ukipata pesa utakuwa na wasaa mzuri wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume asema yako mambo yanafungua riziki, miongoni mwayo anayetaka riziki yake ifunguke, alafu akaongeza na kupewa umri katika baraka. Shurahul hadithi wengine akasema kuongezewa hasa umri. Mtume anasema faliyasilir rahimi, basi mtu aunge kizazi, aunge koo yake, aishi vizuri na jamaa zake, asikate watu katika familia yake. Kuna baadhi ya watu akija maskini tu msikitini huku tayari kashamsaidia, jambo zuri. Akija yatima tayari kashamlea, jambo zuri. Akija sijui jambo la msikiti tayari kashaleta sadaka zake, na ni hodari kweli kweli. Lakini ndugu amewaweka nyuma ya mgongo. Huyu karuka mambo, huyu hajaenda bila mpangilio, kwa sababu Mtume asema afdalu sadaqatin ala dhi qarabatin, afdalu, bora, sadaka bora kabisa inatakiwa ianze kwa ndugu, kabla ya mayatima, kabla ya yoyote. Kwanza anza nyumbani kwenu, anza kumshika yule ndugu yako. Kisha Mtume akasema tena, la'ana Allahu qati'un ay qati'ur rahim, Mwenyezi Mungu amemlaani laana nyingi. Qati'ur rahim, yule ambaye amekata kizazi. Wanawachuoni wanasema ukisikia maana ya laana, huwa matrudun min rahmatillah. Ukisikia mtu ana laana ya Mwenyezi Mungu ni kufukuzwa katika rehema ya Allah, na wengi kwa kukata kizazi wamefukuzwa katika rehema ya Allah. Watu wengi wanatembea mjini ni fighter, kila biashara anaojaribu anaingia madeni tu, anaumwa maradhi mtu 10 peke yake, anapimwa hayaonekani maradhi, kila siku kesi, kila siku bahati mbaya, anasindikiza wenzie. Hivi sasa hapa mjini maskini hata kiwanja hana, maskini haelewi anafanya nini, kazunguka kwa walimu kama wote kuhitaji dua za hasad na kinyicho. Kazinguliwa huku, kaja msikitini hapa, katoa biskuti, niombeeni dua, mambo yangu yanaharibika, nimejenga nyumba imeungua. Maskini kumbe hajajua alipojikwaa, ana laana za ukoo. Kwa sababu hadithi nyingine ya Mtume inasema hivi, ukoo na kati unavyozidi kuwa mkubwa ndio una mambo yake. Unaomba dua ukoo, atakayeunga ukoo akautendea kheri, ule ukoo unaomba dua Mwenyezi Mungu akuunge na rehema zake, upate huruma ya Mwenyezi Mungu, upate neema ya Mwenyezi Mungu kama ulivyounga kizazi. Na bil aksi Mtume anasema ule ukoo, angalia katika ukoo wenu kuna vichwa wangapi, pengine ukoo wenu una watu milioni 3, basi ule ukoo kila kichwa laana zake zinatoka, Mungu akukate na rehema zake. Shekhi, hata ufanye nini ufungukiwi kabisa. Min adhaimil umur, katika mambo makubwa ni kuunga kizazi mabwana, hasa watu waliotoka tumbo moja wanapokatana. Usinizike nisikuzike, mimi kuongea na huyu kama ndio njia ya kwenda peponi, basi na nisiende uko peponi. Watu wakaapizana, hawa huwa wanalaaniwa. Ndugu yangu Muislamu, mtizame Sayyidina Habil na Qabil. Qabil alinyanyua jiwe akamwambia ndugu yake, la aqtulannaka, mimi wewe nakuua. Yule akasema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, mimi kifupi mimi siwezi kukulipiza. Akamuua ndugu yake alotoka naye tumbo moja. Wallahi laana alizozipata bwana mkubwa yule, kila atakayeuawa duniani dhambi zote zinaanzia kwake, liannahu sanna alqatl, ndo ameanza kuua na kamuua ndugu yake. Vita vya Uhudi ni vita vibaya sana ambavyo vilivuma, Mtume kafa. Kwa kweli masahaba wengi walikufa sana, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kwa ndugu yake kumkuta ameuawa Sayyidina Hamza, Mtume alilia akasikika kwa sauti ya juu. Masahaba wengi wamekufa, kina Thabit ibn Dahdaha, maanswari karibia 20 wote waliuawa pale. Mtume akawa na uchungu, yeye mwenyewe kavunjwa meno,
yuko taabani, lakini alipofika tu kumwona ndugu yake wa damu, ammi yake Hamza, sauti yake ikasikika, mtume anamlilia ndugu, na mtume akatangaza, Wahshi bin Harb ndo kamfanya hivi ndugu yangu, basi natoa agizo, nitafutieni Wahshi popote alipo, hata mkimkuta ameikumbatia Kaaba nileteeni, mimi namtaka Wahshi. Na kikawaida mtu akiikumbatia Kaaba ashasalim amri, ashaomba msamaha, mimi nileteeni, awe hai au amekufa. Kwa nini? Kaniulia ndugu yangu. Mtume anacheza na damu ya ndugu yake, mpaka Wahshi aliposikia mtume kabadilika, watu wakamshauri, usalama wako wewe umeshakuwa wanted kwa Waislamu, umeua ndugu yake kabisa, ndugu yake kabisa. Sasa kwa maana hiyo mtafute Muhammad ukamtake radhi. Akaona bora nikasilimu. Siku anamuona mtume wajhan biwajhi, uso kwa uso, ambia salamu alayka ya Rasulullah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka Muhammadar Rasulullah, ana Wahshi ibn Harb. Mtume kashtuka, unasemaje wewe? Asema mimi ni Wahshi ulomuua ndugu yangu. Ambia bala ya Rasulullah. Mtume ambia jo taal ilayya, sogea, kaa chini kidogo, sifli kaifa qatalta, hebu nieleze umemuaje, angalia udugu huu umemmalizaje. Alipoanza kusimulia, kwa bahati mbaya alimpiga mkuki katika kitombu, katokea katika miguu, faidha ainahu tazrifa. Mtume akaanza kulia kwa sauti ya juu, wanasema ikawa kifua chake kinakoroma kama chungu kikiwa jikoni. Mtume akamwambia bu'dan, mtoeni aondoke mbele ya uso wangu. Basi sahaba anasema lan ashuka, sikuwa na wasiwasi. Vile mtume alivyohamaki nikajua ataniambia mtie panga huyu. Wahshi watu wanaambia si ushaambia uondoke, unasubiri nini? Akawa mnyonge, asema mimi sinshasilimu, mbona nafukuzwa tena katika baraza hili? Masahaba ambia umegusa babaya ndugu yangu, ndugu yake mtume, baba yake mtume, umemgusa mtume na hufukuzwi. Alislamu yajubu ma qabla, Uislamu unafuta yalopita. Wewe ni Muislamu mpya, laqad fatahta safhatan jadidatan ma Allah, umefungua ukurasa mpya, huna dhambi. Lakini ondoka kwanza, mtume umemgusa ndugu. Mtume anajua thamani ya ndugu, hebu kaa pembeni. Basi huyu bwana kila saa akikaa na masahaba kwa wingi kama hivi, na mtume anazungumza na wao, anajoin na masahaba, mtume akitupa jicho kule, akimuona tu Wahshi, mtume anaanza kulia tena, na alikuwa anapata dhiki. Itafikiaje siku moja mtume apate kusahau? Huyu ni mtume wa Allah, ameshindwa kustahamili kwa sababu ya nini? Ya ndugu yake Muislamu. Leo Muislamu kwa sababu ya mirathi unataka kumuua ndugu yako, unamwendea kwa mganga kwa sababu ya mali kidogo tu, umemzimia simu, umempa maneno mabaya kwa sababu ya kuoa au kuolewa, umekata ndugu zako. Kweli ndugu zako wakija, unapata wapi ujasiri wa kuwasema na kuwasengena mbele za mke wako? Waislamu, wallahi nipo makama ya Mtume Muhammad, mtu yoyote mwenye kifundo japo na ndugu yake mmoja tu, shekhe, hufanikiwi. Utatafutia wenzio, watakuja vijana vidogo tu wanateleza, wanakuacha wewe, unabakia pale pale. Unaona wenzio wanateleza, wakitembea na magari, wakienda hija kuhiji, na wewe unajiona una dini sana, mbona hata Maka huendi? Sasa angalau kuhiji. Kumbe umetupa nyuma ndugu zako. Mimi huwa sisemi kwa kupendelea, shukeni pale chini Shauri Moyo pale, watu wa Tanga, Wasambaa, lakini hasa wa Zanzibari tuna maneno tunasema, ukifanya biashara na Mzanzibari bwana, ni kweli, japo genge la nyanya ukianza naye tu lazima akushinde, yani lazima yeye afanikiwe zaidi. Unajua kwa nini wanafanikiwa? Kwa sababu Mzanzibari japo atafungua genge la nyanya, atamweka mtoto wa alo yake, atamweka mtoto wa shangazi yake, atamweka mtoto wa mjomba wake. Mpaka leo watu wanaogopa, usije ukaoa Msambaa na Mzanzibari. Haya, kwa nini? So ukimuoa mmoja umeoa familia nzima, wanaitana. Sio hivyo, wanashikana. Ndio maana wanafanikiwa sana.
Ukitizama mijumba mingi, angalia Wakinga wanavyoshikana, maghorofa mengi Dar es Salaam hii ya kwao, wanabebana, hawaachani. Wewe ukipata basi ndugu hawana nafasi, na mahasidi wako wakubwa ni ndugu. Tena mwingine anasema shekhe, ni kweli, lakini si ndugu wa kileo. Ndugu ni wale wale. Tunajua mahasidi wakubwa ni ndugu zako, lakini kuwa nao karibu. Wallahi wa billahi wa tallah, mimi binafsi ni shahidi. Nimesema kama nikufa na nifi, nikimjua ndugu ndo hasidi wangu, huyo ndo nitamshika, na mtu baki hawezi kunichanganya, hata awe mke wangu, nikatupa ndugu zangu. Hivi nilivyosimama, kuliani kwangu au kuliani kwako kuna mke wako, kuna watoto wako, masuhulia yako. Kushotoni kwako kuna ndugu zako, baba, mama, mjomba, shangazi, ni janna yako, wote wanakuvuta. Mke anakuvuta, usione brothers, ndugu zako, na ndugu nao wanasema mke wako sie. Sasa wewe kama Muislamu simama, usivutwe na mke wala usivutwe na ndugu. Yusuf al-Thaqafi alikuwa ni mtu katili mno. Siku moja akatoa hukumu nzito katika familia, kamhukumu baba, kamhukumu kaka, kamhukumu mtoto wa mwanamke mmoja, akasema wote hao wauawe. Sasa wakati ametoka na msafara mbele, akamwona mwanamke analia kilio kikubwa, akamwambia nietieni yule mwanamke, ambaye ayatu hamra wama asabaki wama shanuki, una nini unalia? Asema mfalme Hajjaj, leo wewe umetoa hukumu mume wangu anyongwe, leo umetoa hukumu kaka yangu anyongwe na mtoto wangu, na mimi sina ndugu zaidi ya hao, na kuomba uwasame. Hajjaji akasema kama unanivijua msimamo wangu sirudi nyuma, lakini kwa kilio chako nakupa fursa, chagua mmoja umwache, wengine lazima niue. Akasema sawa, na kuomba muue mume wangu, na kuomba umuue na mtoto wangu, alafu kaka yangu niachie. Hajjaji alishangaa mno, akasema mwanamke, kwa nini usimtetee mumeo atakayekuliwaza, au angalau mtoto wako umemtoa tumboni mwako? Akasema yuhal malik, ni kweli mfalme, unachokisema ni sawa, mimi nimemtoa mume wangu auawe, kwa sababu wanaume katika dunia hawajaisha. Insha Allah nitapata mume mwingine, lakini pia mtoto wangu nimetoa sadaka auawe, insha Allah nitazaa mtoto mwingine, lakini kakaangu asiuawe, siwezi kupata kaka mwingine. Mfalme Hajjaji kwa mara ya kwanza katika historia akasema sijawahi kumwona mtu anayepigania ndugu kama huyu. Hajjaji alikuwa dhalimu, lakini ni alimu, anajua sheria. Asema haya ni katika adhaimul umur, mambo yaliyoamrishwa wote na wasamehe. Kwa mara ya kwanza. Wewe ndio mtu wa kudhalilisha ndugu zako, unaendea kwa waganga mpaka unawafunga, mpaka unawanyanyasa, uwezi ukafanikiwa. Uwezi ukafanikiwa ndugu yangu Muislamu. Watu wote wanakupenda kwa uzima wako, watu wote wanakupenda kwa vile unavyomiliki. Ukipatwa na matatizo, huna shilingi, huna chochote, wote wanakukimbia, lakini ndugu anashikamana na wewe kabisa kabisa. Ndugu ana wema mkubwa. Nikupe kisa cha kufunga maneno. Angalia, siku moja kaka mmoja alikuwa na mdogo wake, anamsomesha yeye mwenyewe, maisha yake magumu, mpaka mke wake akamwambia huyu ndugu yako, lakini ndugu hawakumbukagi fadhila. Akamwambia hapana, lazima nimsomeshe kwa sababu mzee kaniachia, mzee kafa, baba na mama, wacha nimsomeshe mdogo wangu. Muda mchache mdogo wake akapata kazi nzuri, cha mwanzo, shukrani ya mwanzo, kambloki kaka yake, hamsaidii, kamtupa, mpaka kaka akaugua tatizo la figo, yuko hospitalini Muhimbili taabani. Akamwambia mke wake, mke wangu, nenda kwa brother, mwambie anitafutie dawa nifanye dialysis, nitakufa. Alipofika pale, shemeji akaenda ambia kaka kanituma pesa. Akamwambia mwambie sina, mambo magumu na spendi, uje kitaka nitakuja huku. Akaenda kumpelekea habari mumewe, asema mme wangu, mdogo wako kasema hana pesa, na hapo kishakuwa tajiri tayari. Ndo ndugu walivyo hivi. Kaka akainama chini, alafu mke akamwambia nilikuambia hawa ukiwabeba wanang'ata mgongoni, hawabebeki, hawafadhiliki. Akamwambia usinikumbushe. Akalia mpaka yule kaka akafariki. Maiti imezuibwa, inadaiwa, na anakuja kumzika ndugu yake na hajachangia chochote.
usiwe miongoni mwa hao. Man arada an yabsuta rizqahu, ukitaka ufungukiwe, nyanyua tu hata simu, wajulie basi hali. Nyie ni mahodari, nyie mmeanzisha chama cha kuona wagonjwa hospitalini, jambo zuri. Lakini wakiuma ndugu zako, shekhe, huendi. Hata katika maziko ya ndugu yako huendi. Yani we huna harusi ya ndugu, ukiona wamechangishana unajipiga kifua mbele. Sisi wakati tunaoa tulichangiwa na nani? Mambo hayawezi hapana. We si Muislamu, unajiangamiza. Ndugu yako hata kama mtoto wa jicho, mtafute popote alipo, fanya wema juu yake, omba dua, utaona mambo yanafunguka. Tunamwomba Mungu atusamehe dhambi tulizotendea ndugu zetu. Waqala azza min qailin alayhi fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idha akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allaha wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحات وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم بالأسل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن استحيت منهم الملائكة الرحمن مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
yaidhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wasaluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi a'azza wa jalla wa akbar wa aqimis salat.